Ili kuweza kuwa na mwenendo sahihi wa kuhakikisha kwamba unamtambua vizuri mwenzi wako wa maisha, kwanza unatakiwa kujitambua wewe mwenyewe ama kujifahamu wewe mwenyewe kabla ya kusema kwamba unamfahamu mwenzako. Hii itakusaidia wewe kuweza kuwa na upeo mzuri zaidi wa kuweza kutambua kitu unachokihitaji au mwenzi unayemhitaji katika maisha yako. Usikimbilie kwenda kumtambua yeye, jifikirie kwanza au anza na kujitambua wewe mwenyewe. Nakukaribisha sana katika kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, na leo katika kipindi cha masuala ya kifamilia, masuala ya uchumba na ndoa, tunaenda kuangalia jinsi ya kuweza kujitambua wewe mwenyewe kabla ya kuanza kumtambua mwenzi wako. Kabla ya kukuletea kipindi hiki, na kuomba kama ni mara yako ya kwanza uweze kusubscribe katika chaneli yetu, la hasha kama sio hivyo, na kusihi uweze kushare kwa watu wengine link hii, ili na wao pia waweze kuwa sehemu ya wale ambao wanapata maarifa haya ambayo wewe unayapata. Kwa hivyo nakuomba uweze kuwa pamoja nami. Kwanza tutaenda kuangalia juu ya msingi ama masuala mazima ya kujitambua mwenyewe kabla ya kuweza kumtambua mwenzi wako, lakini pia mwishoni tutaenda kuonyesha hatua za vitendo unazotakiwa kuzichukua ili kuweza kujitambua wewe mwenyewe vizuri zaidi. Jambo la kwanza ambalo tutaenda kuliangalia ni kwamba kwanza lazima uwe na kusudi na maono ya maisha yako. Kuwa na kusudi, kuwa na purpose ya maisha yako wewe mwenyewe, kuweza kujua kwamba maono yako ni nini, unataka kuwa nani siku za usoni. Wewe kumbuka kwamba unatafuta mtu wa kuishi naye siku zote za maisha yako. Huendi kuishi peke yako, unataka mwenzi wa kuishi naye. Wewe ni kaka, wewe ni dada, unataka mtu wa kuishi naye baadaye ili uweze kujenga maisha. Kwa hiyo jambo la kwanza, ili uweze kujitambua wewe mwenyewe kabla ya kumtambua mtu unayemhitaji, angalia ndoto za maisha yako, angalia kusudi la maisha yako. Umekuja hapa duniani kufanya nini? Wewe ni mtu ambaye mwenye kipaji, unataka kufanya kipaji fulani kiweze kuonekana siku za usoni. Wewe unataka kufanya biashara, wewe unataka kuwa kiongozi, wewe unataka kuwa mwanafamilia mahiri. Yawezekana wewe unatakiwa uwe labda ni mchungaji au unatakiwa uwe padre. Kwa hiyo lazima uweze kujiangalia wewe mwenyewe na kuangalia maono yako ya siku za usoni ili uweze kugundua mtu sahihi wa kuweza kwenda naye. Kwa hiyo la kwanza tumesema, ili uweze kujitambua wewe mwenyewe, kwanza uweze kutambua kusudi la maisha yako pamoja na maono yako ya siku za usoni. Hiyo ni hatua ya kwanza muhimu sana. Jambo la pili ambalo utaenda kuliangalia ni msingi na maadili yako. Msingi na maadili yako, tunasema core values. Wewe angalia msingi wa maisha yako ni nini. Kuna mtu ambaye msingi wa maisha yake ni masuala ya kiroho. Kuna mtu ambaye msingi wa maisha yake sio masuala ya kiroho. Kuna mtu mwingine ambaye msingi wa maisha yake uko katika ukweli, uko katika uwazi au katika muktadha wa kiroho. Kwa lazima uweze kufafanua vizuri. Yawezekana ni uadilifu, lazima ujifafanue wewe mwenyewe vizuri zaidi kwamba msingi wa maisha yako uko wapi. Ukiweza kujifafanua wewe mwenyewe, itakusaidia wewe kuona wewe ni mwadilifu, wewe ni muwazi, wewe ni msema kweli. Kwa hiyo unapoenda kutafuta mchumba, tayari wewe value zako unazijua. Kwa hiyo kimsingi, hata wakati unaenda kumtafuta mchumba wako, pengine itabidi kuangalia zile values ambazo au wewe unazikosa kwa ajili ya kuziongezea zaidi, au pengine zile values ambazo zitaenda sambamba na values zako. Na hapa mara nyingi huwa tunasema kwamba wewe hutafuti mchumba kwa ajili ama hutafuti sababu za kwa nini uachane na mchumba wako, ila tunasema kwamba wewe unatafuta sababu ambazo zitakuwezesha ama zitakuwa compatible, ambazo zitawezesha ninyi kuweza kuishi pamoja bila shida yoyote katika maisha yenu. Ndio maana tunasema kuna mtu mwingine ni mkimya akajaribu kutafuta mchumba ambaye ni mzungumzaji. Kuna mtu mwingine ni mzungumzaji akaamua kutafuta mchumba ambaye ni mkimya. Kwa hiyo tunasema lazima wewe uweze kujua kusudi la maisha yako, alafu wewe uweze kujua pia values zako, au tunasema kwamba zile maadili ya msingi ya maisha yako. Hivyo ndivyo vinaweza vikakuongoza pia wewe kuweza kujua kumtambua yule ambaye wewe unamhitaji katika maisha yako. Jambo la pili. Jambo la tatu tunasema kwamba lazima uwe na uponyaji wa vidonda vya kale. Uwe na uponyaji wa vidonda vya kale. Wewe tambua kwamba wewe kama kijana ambaye sasa hivi uko kwenye level ya kwenda kwenye uchumba, kuna mambo mengi yametokea katika maisha yako, labda kupitia wazazi wako, labda kupitia ndugu zako wa damu, labda kupitia wanamtaa wenzako, labda kupitia wanafunzi wenzako mliokuwa mnasoma nao, labda marafiki zako. Mambo ni mengi. Kwa hiyo yawezekana wewe umepita kwenye stages ambazo au zimekuumiza sana ama zimekusumbua sana. Lazima utafute wakati ambao sasa, kwa sababu unaenda kutafuta mchumba, wewe binafsi uweze kuponya vidonda vyako vya zamani au vidonda vyako vya kale, ili
uweze kubaki kuwa ni mtu ambaye huna vidonda, mtu ambaye uko tayari kuweza kumpokea mtu mwingine katika maisha yako. Hilo ni jambo muhimu la tatu. Sasa baada ya kuviangalia hivi vitu, nataka sasa tukupeleke kwenda kuangalia hatua ambazo unaweza ukazichukua baada ya kuwa sasa wewe umeweza kuweza kujitambua wewe mwenyewe. Ni hatua gani za ziada ambazo unatakiwa kuzichukua? Hatua ya kwanza ya kivitendo ambayo unaweza ukachukua ni kwamba andika sasa juu, tunasema andika katiba ya maisha yako au andika maisha yako. Kuandika katiba ya maisha yako maana yake ni kwamba ni kujiandikia wewe mwenyewe taratibu unazozihitaji katika maisha yako, kujiandikia wewe mwenyewe maono yako, kujiandikia wewe mwenyewe ndoto unazohitaji kuzifikia, kujiandikia wewe mwenyewe kwamba wewe ni mtu gani ambaye Mungu amekuleta hapa duniani, kwa kusudi lipi. Unaandika kusudi la maisha yako. Kwa hiyo tunasema kiufupi kwamba andika katiba ya maisha yako. Hilo ni jambo la kwanza ama hatua ya kwanza muhimu. Hatua nyingine ambayo unaweza ukaichukua katika muktadha huu ni kwamba kabiri udhaifu wako. Kama binadamu ni kwamba wewe utakuwa na udhaifu wa matukio mbalimbali. Wewe huwezi kuwa maridadi au imara kila eneo. Kwa hiyo kuandika yale ambayo unajua kwamba haya ni madhaifu yako, kiasi ya kwamba hata kesho na kesho kutwa kwa mchumba wako akisha kuwa anayajua haya madhaifu yako, kama ni mwelewa mzuri, maana yake atakuwa tayari kuyakabiliana nayo kwa sababu wewe mwenyewe unayajua. Lakini pia kuyaandika ni pamoja na kutaka kujisahihisha zaidi na kujiweka maridadi zaidi kwenye maeneo ambayo unaona wewe sio bora au wewe ni dhaifu. Hilo ni jambo la pili au hatua ya pili. Hatua ya tatu ni kwamba tafuta muda wa peke yako. Kumbuka tuliwahi kusema kule nyuma kwamba wewe unaamua kuponya majeraha yako ya siku za nyuma, vidonda vyako vya siku za nyuma, sehemu ulizoumizwa. Kwa hiyo tafuta muda wako wa peke yako uweze kujitathmini wewe mwenyewe na kujipenda wewe mwenyewe, kwa sababu tunasema kama huwezi kuthamini uwepo wa peke yako, ni ngumu mno kuweza kuthamini uwepo wa mtu mwingine. Kwa hiyo kujipa nafasi ya peke yako ni pamoja na kujipa nafasi ya kuweza kujitafakari wewe zaidi juu ya maisha yako, juu ya future yako, siku za usoni, juu ya mambo yako binafsi ambayo unataka kuyafikia na juu ya kusudi la maisha yako hapa duniani. Ukiweza kufanya hivyo, ukiweza kujipa wewe muda mwenyewe, maana yake ni kwamba muda huo Mungu atazungumza na wewe juu ya vitu unavyohitaji, juu ya vitu unavyotaka kufikia, lakini pia kujiwekea mkakati na utaratibu wa jinsi ambavyo unaweza kupita katika hicho kipindi ambacho wewe unataka kupita. Nirudie tena kwa kuambia kwamba usikimbilie kwenda kutathmini mchumba wako. Anza kwanza kwa kujitathmini wewe mwenyewe. Tunasema ndege wanaofanana ndio wanaoruka pamoja. Wale ambao hawafanani wanafukuzana, kila mmoja anaenda upande wake. Angalia njiwa mara nyingi hawezi kukaa na ndege wengine ambao wanaruka sehemu zingine. Yeye mara nyingi anatafuta wale ambao ni njiwa wenzake wanaruka pamoja. Ndio kawaida au ndio maisha ya kawaida. Kwa hiyo tukuombe sana wewe, kabla ya kuweza kutathmini mtu ambaye unamhitaji, cha kwanza chukua nafasi, jitathmini wewe mwenyewe ili uweze baadaye kujua njia sahihi za kuweza kujipitisha ili kuweza kujiboresha zaidi na kuendelea kujiweka maridadi zaidi ili uweze kupata kitu unachokihitaji katika maisha yako. Tunakushukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu. Nikuombe kama ni mara yako ya kwanza, kwa upendo mkubwa uweze kusubscribe, lakini kama sio hivyo, tunakusihi kwa unyenyekevu mkubwa uweze kushare na watu wengine link hii, lakini wewe mwenyewe usisahau kucomment, like katika vipindi hivi tunavyovitoa ili tuweze kupata thamani ya kile pia ambacho tunakitoa kwako. Asante sana, na tunasema kila kitu kinaanza na wewe, kama ilivyo pia mada yetu. In that case, it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante, karibu sana.